Ndoto sio tu kwamba zinakuonesha habari za mambo ya baadaye. Kwenye ndoto, roho zinaweza zikafanya vitu kwa mtu kabisa, zikamuondolea cha kumuondolea, akaamka kesho hana, zikampa cha kumpa, akaamka kesho anacho. Wafalme wa kwanza hiyo sura ya 3, Suleiman amelala, Bwana akakutana naye kwenye ndoto, akamwambia unataka nikupe nini? Akamwomba hekima. Kesho Suleiman anaamka na hekima ambayo hakuwa nayo kabla ya kwenda kulala. Kitu kimetokea kwenye ndoto. So unapoanza kumwomba Mungu kuhusu ulimwengu wako wa ndoto, unatakiwa kuwa na hizi picha za kujua Mungu anaweza akakutokea ukapata encounter ndani ya ndoto, na hiyo encounter ikabadilisha maisha yako mazima kabisa. Unaota, unaombewa, unamiminiwa mafuta, unawekewa mikono, na unatoka kwenye hiyo ndoto, kuna kitu umepokea. Kwa nini ufahamu ni muhimu? Kwa sababu unaweza kupokea kitu hivi alafu kasema ilikuwa tu ni ndoto. So kama Suleiman aliweza kupokea hekima hivi kwenye ndoto na akaamka nayo ikambadilishia maisha, maanake pia ulimwengu wa roho unaweza kaiba vitu kutoka kwa mtu kwenye ndoto. Mtu mwenye kibali anaweza akafanywa kitu kwenye ndoto na akaamka kile kibali hakipo. Ndio maana ni muhimu sana kufunga malango yako ya kiroho ya ulimwengu wa ndoto, kusema chochote ambacho adui atataka kuiba, ninafunga malango, hataweza kuondoa chochote. Ninafungua malango ya Mungu kuniletea ninavyovihitaji kupitia ulimwengu wangu wa ndoto. Agano la Ibrahim ni muhimu sana kwenye maandiko. Ni moja ya maagano makubwa sana ambayo Mungu amewahi kuingia na wanadamu. Na hilo agano lilikuwa established kwenye ndoto. Imagine, kwenye ndoto, agano ambalo ndo lilikuja likawabeba hadi akina Isaka, akina Yakobo, akina Daudi, wote huku nyuma mpaka Bwana Yesu anatokea. Agano lile lilifanyika kwenye ndoto. Tunapoongelea ndoto na ulimwengu wa roho, hatuongelei vitu vyepesi. It's important nini kinatokea kwenye ulimwengu wako wa ndoto. It is important, it matters. In the same manner, kuna kitu adui anaweza akawa amepanda kwenye maisha yako, alafu Mungu akaja kukiondoa kwenye ndoto. Ukianza kukua hivi kwenye mambo ya kiroho, mwanzoni ni kama hauna sauti ya nini kitokea kwenye ndoto zako. Adui anakuja anafanya chochote, lakini kadri unapokuwa, roho yako inakuwa in charge. Inaweza kukataa vya kukataa kwenye ndoto, ikakataa ikasema hapana, ikakubali vya kukubali. Roho yako, akili yako imelala muda huo, hauko so much conscious, akili yako imelala, lakini roho yako iko active. Na kwa sababu umeitrain roho yako na imemachua kwenye neno, inaweza ikakataa ikasema hapana, ili halitatokea kwenye maisha yangu. Unatakiwa kuwa na utawala hata kwenye ndoto wa kukubali cha kukubali na kukataa cha kukataa.